Ashinda dai kortini, Jamhuri ya mtia rufani katika ukurasa wa pili gazeti la Nipashe. Jana katika pita zangu nikaona mtu mmoja post na katika kuposti kwake akawa ameandika kwamba watu wameikimbia mahakama huku, lakini pia kaandika kwamba warudishwe kwa lazima, alafu akaweka emoji za kucheka. Akasema jamani, mkiona watu wanakimbia wafupi wamevaa majoho, wakamateni muwalete mahakama kuu. Sasa wafupi akasema watu ni wafupi wamevaa majoho. Sasa nilivyoona hii post kanibidi nifuatilie kuna jambo gani hasa ambalo linaendelea huko hadi kwa hivi. Sasa unaambiwa upande wa Jamhuri katika kesi ya uhaini na umkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu imewasilisha maombi ya mapitio ya uamuzi uliotolewa kuhusu notice ya ushahidi wa nyongeza wa shahidi ACP Amini Mahamba. Maombi hayo yaliwasilishwa katika mahakama ya rufani ya Tanzania na mkurugenzi wa mashtaka nchini DPP kwa niaba ya Jamhuri na kusababisha kesi hiyo kukwama kuendelea kusikilizwa hadi maombi hayo yatakapotolewa uamuzi. Taarifa hiyo ilitolewa na wakili wa serikali Renatus Mkude, ambapo awali aliomba radhi mahakama kwa kuchelewa kurudi baada ya airisho la saa moja kwa ajili ya tafakuri ya uamuzi uliotolewa. Na alidai kuwa DPP kwa niaba ya Jamhuri anatoa taarifa ya kuwasilisha maombi ya mapitio na ni kanuni ya mapitio yanayoendana na kesi ya jinai wanayoendelea nayo mahakamani. Lakini pia Mkude alidai mapitio husika katika shauri hilo chimbuko lake ni shauri la jinai namba 19605 la mwaka 2025 katika mahakama kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam mbele ya jopo la majaji. Na nukuu yake anasema, jopo la majaji wa mahakama kuu kwa kuwa shahidi wetu aliyekuwa anafuata ni ACP Mahamba ambaye tulimwombea notice husika ya ushahidi wa nyongeza, na uamuzi wa mahakama hii haukuwa upande wetu, na ndio msingi uliopelekea kuomba mapitio haya. Ukumbuke kwamba mwanzoni jambo lilipokuwa limeenda Lissu alikuwa amegomea ule ushahidi wa ziada, yani kwamba kuongezwa. Sasa mara baada ya kugomea ushahidi wa ziada tukaona baadaye jambo hilo likaenda mahakama kuu na baadaye akawa ameshinda. Sasa katika ushindi huo tumeona rufani imetolewa. Sasa kesi ya uhaini na umkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu sasa imehamia mahakama ya rufani. Jamhuri imefungua shauri la mapitio katika mahakama ya rufani kupinga uamuzi wa mahakama kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam kwa kutupilia mbali notisi yake ya kuwasilisha ushahidi mpya katika kesi hiyo. Uamuzi huo wa mahakama umetolewa siku ya Jumanne Februari 24 ambao ulitokana na pingamizi lililowasilishwa na Lissu kuhusiana na taarifa ya kuongeza ushahidi wa upande wa mashtaka uliowasilishwa siku ya Jumatatu na Jamhuri. Kutokana na hatua hiyo, mahakama kuu kupitia kiongozi wa jopo la majaji wanaosikiliza kesi hiyo Danstan Ndunguru, kama ilivyo utaratibu wa kisheria, imetangaza kusimamisha usikilizwaji wa kesi hiyo mpaka mahakama ya rufani itakapotoa uamuzi wa shauri hilo. Februari 18, 2026, Jamhuri iliwasilisha taarifa hiyo mahakamani hapo chini ya kifungu cha 308 kipengele cha kwanza cha sheria ya mwenendo wa jinai CPA sura ya 20 iliyofanywa marejeo mwaka 2023, ikiomba mahakama kuruhusu ushahidi wa nyongeza wa shahidi wa upande wa mashtaka ambaye alikuwa kiongozi katika timu ya upelelezi ambaye ni ACP Amani Mahamba iongezwe katika ushahidi wake wa awali. Na nukuu yake ya Jaji Ndunguru anasema, kwa maoni yetu na msimamo wetu, kifungu hicho hakitoi nafasi kwa notice, kwa maana taarifa hiyo kupokelewa na mahakama kuongezwa kwa ushahidi huo. Mahakama inaona kuwa hiyo notice ni ya kuongezwa kwa ushahidi iliyotolewa kwa upande wa mashtaka haianguki katika kifungu cha 308 kipengele cha kwanza. Hivyo mahakama inakubaliana na pingamizi la mshtakiwa lililotolewa na haikubaliani na maombi ya upande wa Jamhuri. Kwa hiyo lile pingamizi ambalo lilikuwa limewekwa na Tundu Lissu likawa limepenya kwa namna hiyo, kwamba kumbe haiwezekani kwa mujibu wa sheria. Kwa mujibu wa sheria haiwezekani. Kwa maana hiyo Lissu alikuwa sahihi kwenye ule mkanganyiko wa tafsiri ya kisheria. Kwamba nikawa najiuliza kwamba hivi shahidi kwamba anakuwa amesahau ambacho mengine aliyozungumza au anakuwa na ziada
mengine kwa sababu huyu alikuwa ameshatoa tayari ushahidi wake kwamba je, mengine wanatokea wapi? Inawezekana ushahidi mwingine ameongezea, inawezekana kaongezewa ama alisahau, inawezekana. Dunia mafanikio yetu tunapiga